tumzungumzie Jerut kidogo. Ameonekana mtu ambaye mwenye maono yanayotekelezeka ama ahadi zinazotekelezeka, japokuwa baadhi ya watu wamekuwa wakiponda. Tuliona awali aliahidi jezi nzuri kutoka kwa kampuni za kimataifa. Tumeona tenda alichukua Diadora akatengeneza uzi ambao wana Simba mpaka leo tunatambana nao, bila kusahau mchezaji mmoja usajili kila msimu Jospin Loemba yupo ndani ya kikosi. Hatimaye Iriza nayo imetua. Labda kidogo tumzungumzie Jerut. Mimi kwanza nimetoa taswira ya awali kabisa kwamba Jerut amekuja kuwaonesha namna jinsi ambavyo ukisema umeweka pesa sehemu, namna jinsi ambavyo na kuheshimu mikataba, ndio vitu ambavyo amekuja kuvifanya. Jerut ameheshimu mkataba wa Simba, anajua amekuja kwenye klabu bora barani Afrika, ni miongoni mwa klabu ambayo haihitaji mbambamba, haihitaji mambo ambayo yanaweza akawa sio ya ahadi za ukweli. Na tumeshuhudia Jerut amekuja kufanya vitu vikubwa sana na atafanya vitu vikubwa sana na tunamwamini. Hata jezi hivi sasa hii iliyotoka itakayokuja kaka, sijui kama itakuwaje, nadhani itaisha, bado iko huko inarekebishwa kwa jinsi ambavyo tumemuona. Unamuona Iriza ametua hapa, basi zuri, basi bora, basi ambazo tutakuja kujivunia kama wana Simba. Hivi sasa wanafanya promo watu wengine, sisi tunaburudika, tunashuhudia. Mwisho wa siku watakuja kujua kitu gani ambacho Simba inakusudia. Tukija kwenye mambo mengine ambayo tunaweza tukasema kwamba Jerut amekuwa ni mtu ambaye ni standard, amekuwa ni mkimya pindi ambapo anafanya mambo yake, watu wanashuhudia tu kitu kimetua. Watu yani katika utendaji wake baba hana sifa, hana mbambamba. Utamzungumziaje hivi sasa Jerut? Unamzungumzia namna jinsi ambavyo anafanya katika standard kubwa, ubora, baadhi ya viwango vikubwa katika ubora ambao sisi tulikuwa tunautegemea. Wana Simba wengi sasa hivi anatuvarisha katika viwango vya kimataifa, anatuheshimisha katika viwango vya kimataifa. Leo amekuja hapa Al Ahly, anakuja atapanda basi lipi? Yani ikiwa sasa Simba achezi na imetokea sasa bwana yule Al Ahly bingwa wa barani Afrika anatua katika ardhi ya Tanzania, anayeshuhudia Simba ikiwa na Iriza pale, basi kubwa la kifahari. Ni vitu ambavyo Jerut ametuheshimisha. Kwa hiyo tunasema, kama mimi niseme tu kwa baadhi ya wanasimba, uongozi na baadhi ya mambo ambayo yapo hivi sasa ni kuendelea kuyashika, kushikamana nayo katika kuhakikisha kwamba sisi tusiwe kipaumbele katika kuunga mkono baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikituangusha kama wanasimba. Hivi sasa ni mshikamano, ile nguvu moja itumike kama jinsi ambavyo tumekuwa tukiweka. Mshikamano wetu ndio vitu ambavyo vinaweza vikasababisha tukashinda baadhi ya vitu. Sasa hivi tunataka kombe kubwa, kombe hapa Tanzania ni NBC, na tunamuona ndugu yetu anajua tunamfuata kiaina gani. Hivi sasa ana hofu kuliko hata msimu jana ambaye alikuwa anatuzidi pointi moja, lakini hivi sasa anatuzidi pointi 2, lakini ana hofu kubwa sana kwa sababu anajua moto unaokuja huko kaka sio mchezo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba Jerut tunamkubali sana kama wana Simba, na tunamuomba aendelee hapo aliposhikilia, ashikilia hapo hapo, kwa sababu tunaamini kabisa kuna baadhi ya watu watapoteana. Tumeshuhudia Mkojani leo, kuna mtu aliingia ndani ya madaraka akasema mkinipa madaraka mimi mwanzoni pale nitawajengea uwanja. Tumeshuhudia ni kitu ambacho kimekuwa ni cha historia. Wamekuja kuibuka jana hapa ndio wanasema kiwanja tujina nini. Kaka, hiyo ni programu ambayo inahitaji IQ na mtu ambaye ana tamana. Tumeshuhudia viongozi wenye tamaa pale, hawatakuja kujua baada ya Simba kuchukua ubingwa. Subiri sisi tuchukue ubingwa ndio utasikia vilio huko vinavyotoka, kwa sababu wamekuwa wakidanganywa, wamekuwa wakiishi katika mazingira ambayo yale matusi na baadhi ya mambo ambayo baadhi ya watu waliwahi kuwatukana na hivi sasa wamewapokea. Ndio tunashuhudia wanaishi katika ule ujinga ambao walikuwa wakiishi toka awali. Sasa leo mtu amekuahidi kwamba ukiniingiza madarakani mimi nitatengeneza kitu fulani. Leo mwaka wa 4 unaelekea wa 5, hajafanya hivyo, anarudi tena mezani anakuambia tena fanya hivi na hivi. Mara ramani sisi hatuhitaji. Unajua imefikia hatua sisi Eliza ile pale imetua, njoo huku watu wanaangalia kwenye kompyuta wanasoma ramani ya kiwanja. Sisi mdude pale Jangwani unajenga wapi kiwanja kaka? Maji yote ya mji yanatua pale. Unajua tutashuhudia vitu vingi. Republic of Mafuriko. Sijasema mimi bwana, lakini niseme tu Mkojani, hili jambo ambalo linaenda kutokea hivi sasa, kama hawatokuwa watulivu watakuja kupigana mawe pale Jangwani, kwa sababu
Juzi nimeenda pale nikiangalia kuna miradi ya serikali kujenga bomba kubwa la maji baadhi ya maeneo yote ya Dar es Salaam kupitisha maji katika pale Jangwani. Sasa huo uwanja tutakuwa tunakaa wapi? Yaani fikiria kwamba ndio Simba na Yanga siku hiyo wameenda kucheza pale, tunakaa wapi? Kwenye mazingira gani? Ni kiwanja ambacho kitakuwa kinaongoza kufungiwa na ni kiwanja ambacho kitakuwa katika taswira sidhani, lakini mimi sitaki kuwazungumzia sana, lakini naamini kabisa Simba ubora wa jinsi ambavyo tulivyo hivi sasa tulionao kwao ni maumivu makubwa sana, na haya maumivu sisi bado tuko katika ajenda ya kutengeneza Simba yetu, kushikamana katika baadhi ya mambo ndani ya Simba yetu, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Muunganiko wetu, mshikamano wetu unatokana na kufanya vizuri. Tunapofanya vizuri, kuna baadhi ya nuru inarudi katika Simba yetu. Mashabiki tunakaa chini, wanachama tunakaa chini, tunazungumza ni kitu gani ambacho tunaweza kukifanya hivi sasa. Mimi nakwambia Mkojani, utashuhudia mambo mengi sana Simba hivi sasa inaenda kuyafanya, lakini mimi kwa Jairuti kuniletea ile basi, kaka amenimaliza. Mimi ninavyokuambia sijui nitakapotua hapa sijui KMC hapa, yani unalipaki wapi? Unajua kuna sehemu inabidi sasa tutafute maeneo ya kulipaki basi, yani tupaki huko, sisi huko tutakuwa kulipaki Mlimani City pale. Naam, na ndio maeneo ambayo yanapaswa sasa. Hebu angalia kwamba barabara za kwenda Chamanzi kule Eliza inapita kaka kule, hii utakuwa ni umati wa aina gani? Alafu kuna watu huko wanakuja na ving'ora, unashangaa basi la kukodi sijui nani amechapwa. Bana, acheni kutufananisha na watu ovyo ovyo bana. Sisi Simba bwana ni brandi kubwa na ukiangalia Simba ni timu kubwa. Ukiangalia Simba kwa barani Afrika nzima inamjua Simba ni nani. Kwa hiyo lazima tuwe na high quality ya juu, kuanzia jezi sijui basi na vitu, baadhi ya vitu tumeshuhudia. Jezi tu ile ya mazoezi ulishuhudia jinsi ambavyo watu walitamani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa huyu bwana amekuja kutuheshimisha na tunaamini mambo makubwa sana. Yes, bwana, Simba ni timu kubwa, ni brandi kubwa na Ali Kiumbe ni maneno yake hayo, anaamini kwamba Jairuti amekuja kuwaheshimisha wana Simba official. Ulisikia sana Mkojani mwenyewe ndo mimi hapa, sio mwingine. Nyuma kamera Shabani kwa ubora kabisa anahakikisha kwamba mambo yanakwenda bulbul, mambo yanakuwa bambam kama iriza ambayo imetua jijini Dar es Salaam. Hii ni SFTV na nikwambie tu kwa kweli ambaye bado huja subscribe ama kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, muda ndo huu hapa. Tunapatikana pale YouTube kwa jina la SFTV, lakini Instagram tunapatikana kwa jina hilo hilo SFTV, bila kusahau kwa Mark Zuckerberg, ama Facebook tunapatikana pia kwa jina hilo hilo Facebook SFTV. Tukutane muda na wakati mwingineo. Bye bye.